Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo kuelekea katika msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027. Siku ya leo tutakwenda kukiangalia kile kinachotarajiwa kuwa kikosi cha kwanza cha klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu wa mashindano ambao Yanga wanatarajia kushindana michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, bila kusahau michuano ya ndani. Hapa tukienda kuongelea ligi kuu ya NBC, bila kusahau watakwenda kushindana kwenye kombe la CRDB Bank Federation Cup, ngao ya jamii. Kwa hiyo Yanga Sports Club watakuwa na kile kikosi chao cha kwanza ambacho watu wengi watamani kukifahamu, kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa viongozi wa klabu ya soka Yanga wanasema kwamba kuelekea msimu ujao wanakwenda kutengeneza timu ya ushindani, timu ambayo moja kwa moja itakwenda kutoa ladha ile ladha halisi ambayo wananchi wamezoea kuiona. Sasa pasipo kupoteza wakati, ngoja tukakifahamu kile kikosi cha kwanza ambacho kinatarajiwa kuanza katika klabu ya soka Yanga. Lakini pasipo kupoteza wakati, inabidi tufahamu ile orodha ya wachezaji ambao wameondoka, ile orodha ya wachezaji ambao wamesajiliwa, ili tuweze kupata maana halisi ya kile kikosi cha kwanza. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini klabu ya soka ya Yanga itakwenda kufanya vizuri kuelekea msimu ujao na kuweza kumaliza katika nafasi zile nzuri, hususan kutetea taji lao la ligi kuu ya NBC, like video yetu, alafu tuambie kwa upande wako kuelekea msimu ujao klabu ya soka ya Yanga unaiona ikifanya vizuri kwa asilimia ngapi? Na je, wewe ni mdau unayefuatilia klabu ya soka ya Yanga ukiwa maeneo gani? Kwa shuka hapo chini kwenye comments, kadondoshe maoni yako, kwa sababu utakuwa umesupport timu yako, kwamba wewe utafahamika unaifuatilia klabu ya soka ya Yanga ukiwa maeneo gani. Sasa fahamu pasipo kupoteza wakati, hii ndio orodha ya wachezaji wa klabu ya soka ya Yanga ambao wameweza kutemwa mara baada ya dirisha la mwaka 2025-2026 kuweza kutamatika. Upande wa mchezaji ambaye ameweza kutemwa ni golikipa Abubakar Komen Yao Otola Kwasi ambaye ameweza mkataba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Mchezaji mwingine ni Israel Patrick Mwenda ambaye ameweza kuvunjiwa mkataba na klabu ya soka ya Yanga. Nyota mwingine ambaye Yanga wameweza kumwacha ni Frank Asink, ni beki wa katikati kutokea Ghana ambaye ameweza mkataba. Nyota mwingine ni Salumu Abubakar Shoboy ambaye ameweza mkataba. Nyota mwingine ni mchezaji Mohamed Damaro, ni kiungo wa katikati ambaye pia ameweza mkataba na klabu ya soka Yanga, wameweza kuamua kuachana naye. Nyota mwingine ambaye Yanga wameweza kuachana naye ni Faridi Musa Maliki Shah ambaye ameweza mkataba na Yanga, wameweza kuachana naye. Dennis Nkane The Wonder Kid naye pia ameweza kumaliza mkataba na klabu ya soka Yanga. Prince Mfumelo Dube wote tunafahamu tayari ameshaondoka kabisa Yanga na kujiunga na Hard Rock ya nchini Zimbabwe mara baada ya kumaliza mkataba wake. Lakini Celestine Akwa yeye bado ana mkataba, lakini Yanga ndio hivyo wanakwenda kuvunja mkataba wake. Dep huyu ni mshambuliaji kutokea nchini Angola ambaye Yanga walimsajili naye pia klabu ya soka Yanga wanakwenda kuvunja mkataba wake. Buba Jamen kutokea Gambia naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kuvunjiwa mkataba ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga. Lasine Kouma naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakwenda kuvunjiwa mkataba ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini mchezaji mwingine ni Emmanuel Manengo, huyu ni mshambuliaji ambaye Yanga walimsajili kutoka changamoto kukosa nafasi ya kucheza, basi atakwenda kutolewa kwa mkopo. Na bila kumsahau mchezaji mwingine ambaye Yanga watakwenda kumtoa kwa mkopo ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Edmund John ambaye anahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Pamba Jiji. Sasa turudi katika ile orodha ya wachezaji ambao Yanga wameweza kuwasajili mpaka hivi sasa tunavyoongea. Mchezaji wa kwanza ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Juma Abushiri Chuga. Huyu ni mchezaji ambaye Yanga wamesajili kutokea Fountain Gate akiwa ni kiungo ambaye ana umri wa miaka 18. Mchezaji mwingine ni Stefan Aziz Ki ambaye Young Africans wameweza kumsajili kutokea katika klabu ya soka ya Al Ittihad ya nchini Al Ittihad, lakini alikuwa anacheza pale nchini Libya, lakini mchezaji huyu ni raia wa Burkina Faso mwenye umri wa miaka 30. Bila kusahau klabu ya soka ya Yanga wameweza kukamilisha usajili wa mshambuliaji Emmanuel Flomo. Huyu ni mshambuliaji kutokea Liberia ambaye anacheza Al Hilal Omdurman ambaye ana umri wa miaka 18. Klabu ya soka Yanga
wameweza kukamilisha usajili wa Abdul Nasir Asa ama Gamal. Huyu ni mshambuliaji wa Tanzania ambaye kupiga katika klabu ya soka ya Mashujaa, ambaye anacheza katika eneo la fullback namba 2. Mchezaji mwingine ambaye klabu ya soka Yanga amekamilisha usajili wake ni Mohamed Musa. Huyu ni beki wa katikati ambaye alikuwa akipiga katika klabu ya soka ya Mashujaa akiwa ni raia wa Tanzania, na bila kusahau klabu ya soka Yanga Sports Club wanahusishwa kumsajili Jean Claude Gumrisha, lakini bado lile hajafanikiwa. Bila kusahau nyota mwingine ni Abubakar Bungura. Huyu ni mchezaji ambaye anacheza Guinea, ni raia wa Guinea lakini anacheza El Merreikh ya pale nchini Sudan. Kwa hiyo tunaona bado madili hayajakamilika, lakini pindi atakapokamilika tutakusogezea habari. Sasa turudi kwa kile kikosi cha kwanza cha klabu ya soka Yanga kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu, basi ni golikipa Djigui Diarra, screen protector. So tunafahamu ubora wa Diarra ambaye ameonyesha akiwa ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Na ikumbukwe golikipa huyu kwa upande mwingine ni miongoni mwa magolikipa bora kabisa kwa kutokea katika ligi kuu ya NBC. Ubora wake si wa kusimulia kwa sababu watu wengi wamemshuhudia akiwa na daka. Sasa fahamu mfumo wa ndani ambao Yanga Sports Club watakwenda kuutumia chini ya kocha Mankio Mankif ni mfumo wa 4-2-3-1, miongoni mwa mfumo ambao kocha huyu amekuwa muumini sana wa kuutumia kwa sababu atakuwa na mabeki wanne ambao watakuwa wakimlinda Diarra, huku akiwa na viungo wawili wa juu, mmoja akiwa anaenda kuongeza mashambulizi, mwingine akiwa na nusu hatari kwa ajili ya kulinda, na wengine watatu viungo washambuliaji na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo mfumo utakuwa ni 4-2-3-1 ambapo golikipa tumekwambia ni Djigui Diarra. Katika eneo la fullback namba 2 hapa atakwenda kuanza Abdul Nasir Gamal. Huyu ni fullback mpya wa klabu ya soka ya Yanga ambaye amemsajili kutokea katika klabu ya soka ya Mashujaa ambayo inapatikana pale mkoani Kigoma, Tanzania. Lakini eneo la fullback namba 3 atakwenda kuanza Mohamed Hussein Shabalala. Huyu ni fullback kutokea hapa Tanzania ambapo Yanga walimsajili msimu uliopita kutokea katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Eneo la center back namba 4 hapa atakwenda kusimama Dickson Job, BBD, big brain defender, miongoni mwa wachezaji ambao wanatumia akili kubwa sana kwenye kukaba, na namba 5 atakwenda kusimama Ibrahim Muhammad Baka, miongoni mwa mabeki ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Lakini katika eneo la kiungo namba 6 hapa atakwenda kusimama Duke Abuya. Duke Abuya ni miongoni mwa viungo wagumu sana kuwapita. Tumemshuhudia hata msimu uliopita ametumika sana katika eneo la kiungo namba 6 na ameweza kucheza kwa ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo Duke Abuya hapa atakwenda kusimama katika eneo la kiungo namba 6. Eneo la winga namba 7 hapa atakwenda kusimama mchezaji anaofahamika kwa jina la Alan Okello, Starboy, miongoni mwa wachezaji bora kabisa ambao wanaitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club, na msimu uliopita ndiye mchezaji ambaye amefanya vizuri sana katika ligi kuu ya NBC kwa upande wa Yanga akifunga magoli 13. Alan Okello Starboy ndiye ambaye atakwenda kusimama katika eneo la winga namba 7. Katika eneo la kiungo namba 8 klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Max Nzengeli Mpia. Max Nzengeli Mpia ni mchezaji ambaye ana energy kubwa anapokuwa uwanjani, anatumia nguvu nyingi na akili nyingi. Ni mchezaji ambaye muda wote huoni makosa kwake, ni mchezaji mzuri ambaye ana kiwango bora sana. Kwa Max atakwenda kusimama katika eneo la kiungo namba 8. Mshambuliaji namba 9 ambaye atakwenda kusimama ni Emmanuel Flomo. Huyu ni mshambuliaji mpya wa klabu ya soka Yanga, kama tulivyokuambia, anatokea katika nchi ya Liberia ambapo Yanga wamemsajili kutokea Al Hilal Omdurman ya nchini Sudani, akiwa ni mshambuliaji mwenye umri wa miaka 18 na uzoefu mkubwa kwa sababu tayari ameshacheza ligi ya mabingwa na amekutana na vilabu vikubwa. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambapo Yanga wanaamini katika ubora wake, ndio maana ambapo wamefanikiwa kukamilisha usajili wake. Na katika eneo la kiungo namba 10 hapa atakwenda kusimama Stefan Aziz Ki. Mchezaji huyu ambaye alishawahi kutumikia Yanga katika misimu kadhaa iliyopita hapo nyuma kabla ya kujiunga na Wydad Casablanca kisha Al Ittihad ya nchini pale Libya. Kwa hiyo kwa sasa Stefan Aziz Ki ndiye ambaye atakwenda kucheza katika eneo la katikati, yani kiungo namba 10 na winga namba 11. Hapa klabu ya soka ya Yanga Sports Club watarajia kuanza na Pacome Zouzoua akiwa fiti. Kama asipokuwa fiti, basi kuna uwezekano mkubwa Jean Claude Girumugisha, raia wa Burundi ambaye kwa sasa anatajwa kusajiliwa na klabu ya soka Yanga, ndiye ambaye atakwenda kusimama katika eneo la winga
namba 11 kutokana na Pacome Zouzoua kuvunjika mguu. Kwa hiyo tunaona hiko ndicho ambacho kinatarajiwa kuwa kikosi cha kwanza cha klabu ya soka Yanga. Goli ni Diarra, 2 Abdulnasir Gamal, 3 Mohamed Hussein, 4 Dickson Jobu, 5 Ibrahim Baka, namba 6 Duke Abuya, 7 Alan Okello, 8 akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Max Nzengeli, 9 ni Emmanuel Flomo, 10 ni Stefan Aziz Ki, 11 Jean Claude Gimusha au Pacome Zouzoua kama atakuwa fiti katika ubora wake. Kama wote wasipokuwa fiti ama kama Gimusha asosajiliwa, basi kuna uwezekano mkubwa wakamchezesha mchezaji anaofahamika kwa jina la Juma Abushiri Chuga, mchezaji mpya wa klabu ya soka Yanga kutokea hapa nchini Tanzania. Tuambie neno la comment kwa upande wako kwa kikosi cha klabu ya soka Yanga. Je, msimu ujao unaiona Yanga hii itafika hatua gani? Tuamoni katika comment. Kama kawaida sisi tutakuja kuyasoma. Usahau tu kulike, kusubscribe na kushare video yetu. Share katika magrupu ya WhatsApp ya wana michezo wote waweze kufahamu kile ambacho kinaendelea katika anga za michezo.